ukitaka kujua mahusiano yamefanikiwa ni watu wanapoachana. Kwa hiyo unataka kusema kwamba wakati sahihi wa kuachana na mtu ni pale tu unapoona kwamba huyo mtu sio sahihi. Yaani utakapoona tu kwamba wewe na yeye mna makinzano yasiyokuwa ya kawaida. Wewe unaamini katika kufanya kazi kwa bidii, yeye anaamini katika kutafuta kusubiria madili ya tiki. Mimi jamaa ameniambia madili yakipatikana watanishtua. Lakini unaamini madili hawezi kupatikana, inabidi madili ukayatafute mtaani. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natumaini mzima bukheri wa afya iliyo njema, na siku ya leo tena tunakutana katika kipindi hiki tukiwa tunaenda kuyaongea mengi kabisa ya kisaikolojia juu ya mahusiano, lakini juu ya maisha na mambo mengine kama hayo. Na kama kawaida ya siku hii ya leo tunakuwa naye Madam Leila hapa, anakuja na tueleza mengi kabisa, tunapata kufahamu, tunapata kuelimika na tunapata kufurahi pia. Moja ya kitu ambacho inawezekana unakijua ama hukijui, ukikaa na madam basi huwezi kununa. Unanunaje? Ni mtu mmoja mcheshi sana na amejaliwa hiki ni kitu ambacho labda yeye mwenyewe sijui kama anakijua, lakini ni mtu mcheshi sana. Madam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kwema? Nashukuru Mungu. Mambo yanaendaje? Mambo mazuri. Hivi madam, unafahamu kwamba wewe ni mtu ambaye una ucheshi ndani yako? Jamaa wananiambia, lakini mimi sijathibitisha bado. Hujathibitisha? Inabidi wewe uthibitishe leo. Wewe una ucheshi. Nikiwa nipo labda umenikuta hivi nimenyongea, ukiwepo tu basi nitafurahi. Basi Mungu ni mwema. Una kitu ambacho wengine labda hawana. Alhamdulillah. Au kama wanacho basi wanashindwa kukitumia. Sasa itabidi nizungumze na watu wa kuchekesha. Watu wa kuchekesha wanichukue. Wakuchukue upeleke pale. Sio mbaya kuwa na vipaji anuai. Muhimu sana. Unapiga miguu yote wanasema hivi. Sawa. Mambo yanakwenda lakini. Alhamdulillah. Sio haba. Nashukuru Mungu. Naam. Sawa. Madam, tuanzie leo hapa. Kuachana baina ya watu ni kushindwa au ni kujifunza? Unajua, ukitaka kujua mahusiano yamefanikiwa ni watu wanapoachana. Kwa nini? Kuachana ni kwamba tumekaa, tumefikiria, tumeona hatuendani. Manake mahusiano yamefanikiwa. Yamefanikiwa kusomana tabia na kugundua kwamba sisi hatuendani. Sasa huko ni kufanikiwa ama ni kufeli? Ni kufanikiwa. Kufeli kwa mahusiano ni kuendelea na kulalamika. Yaani utakapotaka kututhibitishia kwamba wewe umefeli kwenye machaguzi ni kuendelea ikiwa huna furaha. Lakini kitu kingine katika saikolojia, watoto wako watakushika ujinga wakijua kwamba ulikuwa kwenye mazingira hatari na ulikaa. Ndio maana unaona watoto wengi sana waliokulia katika nyumba ambao baba au mama alikuwa ananyanyasika kwenye ndoa, wanawachukia wale wazazi kwa sababu wanaamini kwamba hukuweza kujisimamia. Kufika hatua ya mwisho kwenye mahusiano na ukagundua kwamba huyu mtu mimi na yeye hatuendani, ukaamua kuachana naye, tunatem kwamba ni kufanikiwa kiakili. Kwamba umejua hii sio kikombe changu ninachotakiwa kunywa nacho chai, kwa siwezi kunywa na kumaliza. Katika macho ya kawaida ya sisi ambao hatufahamu masuala haya, tunaona kwamba pale umefeli ndio maana umeachwa. Pale umefaulu ndio maana umegundua kwamba hapa hapanifai. Na maana yake ukishagundua hapa hapanifai, ukafunga safari, ukaanza safari, maana yake uwezekano wa kufanya maamuzi sahihi mbeleni ni mkubwa zaidi kuliko sasa. Kwa hiyo utakapogundua kwamba hiki kitu sio changu na ukakiacha kiende ili upate kitu ambacho ndio chako, uwezekano wa kukipata kitu bora zaidi ni mkubwa zaidi kuliko kukaa na kitu ambacho sio chako na kati vyako vinakusubiri. Ndio maana ukikutana na watu wanakuambia mimi sipati mtu sahihi, namuomba Mungu sana lakini sipati mtu sahihi, unamuuliza
Wakati unamwomba Mungu akupe mtu sahihi, ulikuwa katika mazingira gani? Umefanya therapy? Move on? Umejifunza makosa kutokana na mahusiano yako yaliyopita? Anakujibu jibu moja, sijafanya lolote. Je, umepata usaidizi wa kidaktari kuhusu kutafuta mahusiano mapya? Hapana, sijapata tiba yoyote. Sasa utapataje mtu sahihi na kati haupo kwenye mazingira sahihi? Lakini pia mwingine mwenye hali ngumu zaidi ni mtu ambaye ameacha, yani anajua huyu mtu sio sahihi, lakini yupo naye ili asiwe peke yake. Kwamba anahofia kwamba hatopata mwingine ama nini? Wakati nikiwa nasubiri mwanaume sahihi, ngoja tu niendelee na huyu asiyekuwa sahihi. Sasa wewe nakuuliza, utatafuta chakula kwa nguvu na mali kama una chakula cha kukupoza njaa? Uwezi. Ina maana hata kumkumbatia mtu ambaye sio sahihi kwako kwa matarajio kwamba nitakutana na mtu sahihi mbeleni, ni ndoto ya alinacha, haiwezi kutimia. Kwa sababu hutampata. Huoni haja ya wewe kumpata kwa sababu mwisho wa siku sio kitu ambacho unakihitaji sana. Yani nguvu yako ya ndani inahitaji sana kitu hicho. Kwa hiyo utajikuta mwisho wa siku unatimiza miaka 5 na mtu asiyekuwa sahihi. Unakuja kushtuka una miaka 50. Lakini umeishi miaka 20 ya majuto. Kwa sababu gani? Ulikuwa unasema kitambo nasubiria si sahihi, ngoja nipate kampani ya huyu. Unatakiwa ukae peke yako, ufahamu nguvu ulionayo, lakini pia uweze kujua mtu gani unamhitaji kutokana na hali yako ya sasa hivi unajisikiaje. Ndo pale sasa upate mtu sahihi. Sio kwa kumweka mtu azinge goli kitambo wewe unarukaruka. Kwa sababu hasa pia ni dhambi kumtumia mtu akusaidie wewe kuendelea kuwepo katika furaha na kati huna malengo naye. Bado unazidi kujiingiza katika kilio na watu. Huyu mtu utakapomwacha ghafla, ukipata mtu wako unayemhitaji, unahisi machozi yake yatakuacha we salama? Kwa hiyo unataka kusema kwamba wakati sahihi wa kuachana na mtu ni pale tu unapoona kwamba huyo mtu sio sahihi. Yani utakapoona tu kwamba wewe na yeye mna makinzano yasiyokuwa ya kawaida. Wewe unaamini katika kufanya kazi kwa bidii, yeye anaamini katika kutafuta kusubiria madili ya tiki. Mimi jamaa wameniambia madili yakipatikana watanishtua. Lakini unaamini madili hawezi kupatikana, inabidi madili ukayatafute mtaani. Yani madili ya kukute kwenye movement. Yeye anaamini jamaa wamesema madili yakipatikana watakushtua. Namba 1. Namba 2, wewe unaamini kwenye kutunza pesa, yeye anaamini kwenye kutumia zikisha tutatafuta tena. Wewe unaamini kwamba shughuli za nyumbani zinabidi tusaidiane, yeye anaamini shughuli fulani imekaa kike mimi siwezi kuifanya. Wewe unaamini kitoka kujifungua ni muda wa kupumzika, yeye anaamini hata kama umetoka kujifungua hivi sasa nataka unipikie chai na utapika. Mnakinzana. Fikra zenu za kisiasa zinakinzana. Wewe unaamini katika demokrasia, yeye anaamini hapana, hakuna haja kuwapa watu uhuru. Watu kuwapa uhuru wanauchezea. Mimi naona bora tu uwe dikteta. Unatakiwa uweze kuwa na uwezo wa kusoma nyuma ya maneno mtu anazungumza. Kwa sababu nyuma ya maneno mtu anazungumza ndipo imani yake ilipo, na ndipo tabia yake ilipo, na ndipo value zake zilipo. Kwa kama mtu anaamini kwamba mimi ninavyoamini, anakupigia story hapo. Mimi ninavyoamini wanawake wanakuwa hawana mchango mkubwa sana kwenye maendeleo ya jamii wala familia. Wanawake wao wapo tu kama vyombo vya starehe. Sidhani kama kuna mwanamke yoyote anaweza kufanya jambo la msingi. Sasa unasikiliza pale, unaona kwamba ile pale ni hekaya. Sio hekaya. Ile ndio imani yake kuhusu wanawake. Yani wanawake huwa hawaendi bwana bila kipigo. Yani ukitaka mwanamke akuheshimu na kukuelewa haraka haraka, lazima exercise kwanza nguvu, mpige
umpitishe kwenye, wanasema umpitishe kwenye adhabu, ndo mwanamke ataenda wewe unavyotaka. Sasa wewe kuliko usikilize na kutafakari, wewe unaona kwamba hizi ni hadithi, huyu mtu hivyo ndivyo alivyo. Na wewe be known kwamba wewe ni mwanamke, atakutriti hivi hivi anavyofikiria. Sasa wewe ni jukumu lako kujilinda dhidi yake. Sio kusema kwamba mimi nitaingia naye alafu nitamstahimilia. Unajua, katika kitu ambacho huwa nawauliza mimi baadhi ya watu wanaowahudumia kwenye shughuli zangu za therapy, nawauliza, mpenzi, umeniambia kwamba ulikuwa unasubiria huyu mtu wako wa karibu abadilike kwa sababu wewe unavumilia. Wakati unavumilia na wewe unamsubiri abadilike, kuna dawa yoyote ulikuwa unampa? Ndo sasa unaisubiria ifanye kazi ili abadilike? Kuna therapy mlikuwa mnakwenda, ndo unavumilia ili abadilike? Utasubiria vipi chakula kiive na hujawasha moto? Kuna kitu special ulikuwa unakifanya, ndo sasa unasubiria hichi kitu mpaka kikimkutia ataweza kubadilika? Hapana, nilikuwa nimekaa tu nasubiria muujiza. Hata kwenye nyumba za ibada muujiza utokee bila maombi na imani. Wewe uko umekaa hivi, una imani kwa kuvumilia kwako mtu wa karibu yako atabadilika? Mbona ni kama unafanya mahesabu ya kujenga nyumba ufukweni. Mjenga nyumba ya mchanga ufukweni, maji yakijaa nyumba inasombwa na maji, maji yakipungua nyumba inasimama. Lakini asubuhi nyumba iko salama, jioni maji yakijaa nyumba enda zake. Huko unafanya vipi? Ndio hiyo sasa. Na katika hii dunia hakuna kitu hatari kama matumaini. Matumaini ni kitu hatari sana, wanaita hope. Hata dawa za kulevya zina nafuu kwenye matumaini. Hope. Na kwa nini matumaini ni hatari? Yaani matumaini ni kitu ambacho mwanzo huwezi kukishika. Hauna dawa ya kuyaondoa. Ni kitu ambacho huwezi kupima kwamba mimi natumainia huyu mtu atabadilika mpaka lini. Wajua, dawa naweza nikaiona, nikaishika, nikakuzuia usinywe, nikakupa mbadala wa ile dawa, nikakufunga katika mahali ukae usiweze kutumia ile dawa. Lakini nini wewe kitakuzuia wewe kujipa moyo kwamba mambo yatabadilika? Hakuna. Kuna watu wana matumaini ya kuwapenda watu kwa nguvu hadi wale watu waone upendo wao kwao. Nasema mimi fulani hanipendi, lakini nitahakikisha nampenda mpaka aone mimi umuhimu wangu kwenye maisha yake. Hiyo si ni mbaya kuliko hata dawa? Hiyo ndo sumu mbaya inaoongoza kwa kuua watu kuliko hata dawa, kuliko hata depression. Matarajio kwamba kesho itakuwa hivi, huyu atanipa hiki, hii dunia itanifanyia hivi, watu kwa sababu mimi nimewapenda nao watanipenda. Sumu mbaya sana matarajio, sumu mbaya sana. Ndio maana katika vitabu vya dini hakuna kitu kikubwa ambacho Mwenyezi Mungu ametukataza zaidi ya kuwa na matarajio. Usiwe na matarajio ya kitu chochote. Lakini madam, huoni kwamba matarajio ni kama ni muhimu, kwa sababu hususan katika maendeleo, kama unafanya kitu pasi na matarajio yote ni kama unatwanga maji kwenye kinu? Kuna matarajio na kuna mipango. Matarajio tunayoyazungumzia hapa ni yule mtu ambaye anashindwa kuangalia reality. Anaangalia akili yake inatarajia nini. Mazingira yanakuambia wewe utafute kazi, utafute riziki, lakini wewe unaamini kwamba katika kutafuta riziki hutakiwi kwenda mbio kwa sababu Mwenyezi Mungu ameandika riziki ya kila mtu. Ni kweli Mwenyezi Mungu ameandika riziki ya kila mtu. Lakini nataka nikuulize swali.
Ikiwa Mwenyezi Mungu amekuandikia riziki, unaenda kazini kufanya nini? Mwenyezi Mungu ana provide riziki mpaka ya wanyama na ndege wanaoruka angani. Lakini kwa nini asubuhi wanatoka hawasalii kwenye kiota? Mfano mwingine ni kuku. Kwa nini kuku asubuhi anatoka? Hana matarajio. Ana mipango kwamba mimi natoka, lolote litakalotokea wakati nimetoka, hewala. Ikiwa halijatokea pia, ndio maana humkuti ndege yoyote kwenye kiota baada ya saa 12 asubuhi. Ndege anatoka asubuhi saa 12, anarudi saa 12. Na hata pia tuna wanyama ambao wana migrate. Ukienda katika mbuga za wanyama unakuta kuna wanyama ambao wanahama katika muda fulani, unasikia nyumbu wameanza kuhama huko, wanahama kutoka bonde fulani kwenda bonde fulani, mbuga fulani kwenda kule. Kutoka kwako ndo salama yako. Kutakuepusha wewe kuwa na matarajio ambayo hayapo. Kutarajia kwamba huyu mtu atabadilika kwa uvumilivu wangu utamfanya huyu mtu abadilike, ni ujinga na uongo. Kutarajia kwamba huyu mtu atanipenda kwa sababu mimi nampenda sana na mfanyia wema, ni ujinga. Kutarajia kwamba huyu mtu atanithamini kwa sababu mimi nimeamua kuwadekiwa, hata kama akiwa amekereka aje anipige mimi mateke, ni ujinga. Lakini Waswahili walisema kwamba mvumilivu hula mbivu. Ndio nakuuliza mimi wewe Mr. Hatibu, ni baada ya dhiki ngapi nitapata faraja? Faraja inakuja baada ya dhiki ngapi? Haifahamiki. Tulizane. Anasema asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Hawa watu walioniumiza mimi moyo wangu na kunikera, lini watafunzwa na ulimwengu? Mbona siwaoni wakifunzwa? Mimi nimefunzwa, wamenifunza mara kibao. Na wasubiria Mungu wafunzwe na huu ulimwengu, siwaoni mambo yao yanawanyokea. Ndio sasa ni baada ya dhiki ngapi ndo faraja itakuja kwangu? Ni matarajio ndio yanayotufanya mpaka tunakosa. Ni mara ngapi tumekutana na watu ambao wanatarajia kwamba mimi ni kwa sababu nimesoma nitaletewa ajira hapa nilipo. Hapana, mimi nina degree bwana, siwezi kufanya kazi ambayo ni chini ya milioni bwana. Kwani wao hawajui umuhimu wetu sisi wasomi? Hivi fursa zinakufuata, fursa unaifuata na uonyeshe watu kwamba mimi fursa nikipewa nitaifanyia kazi. Matarajio ya kuamini kwamba kwa sababu mimi nafunga sana na kuswali sana mimi nitauona ufalme wa mbingu. Unaweza pia ukafunga na ukasali sana na usiuone ufalme wa mbingu. Kama hujastiri tupu zako, hujakontrol imi wako, hujaacha machukizo, hujaacha tabia za kushirikisha Mwenyezi Mungu, unaweza ukawa unaswali mpaka ukatoka kidonda hapa na mwisho wa siku ukaingia motoni. Unachohitaji wewe ni huruma, rehma, sio matarajio. Sawa. Lakini madam, licha ya hiyo, njia gani rahisi ya kujua wewe ni nani, unataka nini na unathamani gani sasa? Kwa sababu kama tunajiendea tu hivi labda haya hatuyafahamu, njia gani sasa inakuwa rahisi? Rahisi sana ni kujisikiliza ndani ya moyo wako. Na nafasi ya kujisikiliza unayo asubuhi unapoamka kusali. Utakapokaa kitako baada ya sala, ni kuomba Mwenyezi Mungu akuonyeshe na akuelekeze wewe ni nani. Lakini pia majukumu ambayo unayafanya kwa watu. Wewe ni kazi yako ni nzuri sana katika shughuli zako za kazi. Uko vizuri sana kuelewesha watu kuhusu majukumu ya kazi. Lakini uko vizuri sana kupatanisha watu katika eneo lako la kazi. Lakini pia uko vizuri sana kuwafanya watu wajisikie raha katika eneo lako la shughuli. Ina maana wewe ni mwalimu. Mwalimu sifa yake ni nini? Ni kuwa mtume. Kufanya yasiyowezekana yawezekane. Ina maana ndani ya nafsi yako wewe unaangalia yale mambo ambayo unayatimiza kwa watu, kuleta furaha, kuleta amani kwa watu. Wewe ni mtu mzuri. Tayari hiyo inakusaidia wewe kujijua wewe ni nani. Swali la pili unasema kujijua mimi ni nani, halafu unataka nini na unathamani gani? Katika
Ukishajifahamu kwamba wewe una play part gani katika rafiki zako au watu wako wa karibu, unatakiwa ufahamu kwamba mimi katika haya nilionayo nakosa, napungukiwa nini. Mathalan, mimi natibu tu wenzangu, lakini mimi sina mtu wa kunitibu. Je, mimi nimtafute nani anitibu? Mimi naye tutakuwa tunatibiana, na mtibu na yeye akinitibu. Ina maana hapa inakutaka kushirikiana na wenzio, sio kutengeneza mazoea. Kushirikiana na wenzio katika mambo ya kujenga. Sio kwa sababu tumekuambia ushirikiana na wenzio, utoke kazini ukae barazani uanze kusema watu. Hiyo sio kushirikiana. Kushirikiana na wenzako katika mambo ya kujenga. Lakini pia kujua thamani yako ni kujua yale ambao unayafanya hakuna mtu mwingine mwenye uwezo wa kuyafanya. Umeanza na statement nzuri sana. Kuna watu ni wacheshi lakini hawezi kuwa kama wewe. Hiyo ni nguvu nilionayo mimi Lela. Hakuna mtu mwingine anaweza kufanya kitu unachofanya Mr. Hatib. Ndio maana unaona hizi fingerprint zote, hii yote ni kiganja chako cha mkono, lakini kila fingerprint hapa ina serial namba yake. Maana yake ni nini? Wewe ni tofauti. Unaambiwa labda kuna mishipa kadhaa katika mwili wako, lakini kila mshipa una kazi yake. Kwa kuumbwa tu mwanadamu, wewe ni wa thamani. Baada ya hapo, una majukumu ya kuleta watu karibu. Una kazi pia ya kufurahisha watu. Lakini pia ni mtu mwepesi watu kukufuata kukomba ushauri. Pia hizo ni superpower ambazo sio kila mtu anao. Kuna watu hawawasogelei. Ushawahi kuongea na mtu ambaye huwezi kumwangalia machoni? Macho yake yanakutisha. Au mtu ambaye ushawahi kukutana naye, mtu ukikaa naye hivi usikii utulivu. Au anaweza akaongea ukaanza kusinzia. Kuna watu wana energy mbaya, wanatisha macho yao, wana uovu mwingi ndani yao. Ndio maana unaona Mwenyezi Mungu mtukufu anasema ukiwa mwovu utakuwa mwovu mpaka nje. Watu watajua kwamba wewe ni mwovu. Na ukiwa mwema utakuwa mwema mpaka watu wote watavutiwa na wewe. Na wenyewe wanasema uishi na watu katika mazingira ambayo yani ukiwepo ni fahari kwao, ukikosekana ni msiba kwao. Sasa ukishajijua kwamba mimi kila mtu ninayekutana naye lazima nibadilishe maisha yake kwa kumletea furaha, kwa kumletea amani, ujue thamani yako iko juu sana. Wewe sio mtu rahisi watu kukuondoa. Anaweza kukuondoa lakini kukusahulisha huwezi kusaulika. Naam.